Wanaume mnisikilize vizuri, sio kila mwanamke unayekutana naye ana sifa za kuwa mke wako. Kama haamini katika upendo wako na haamini kama namna unavyompenda inatosha, hiyo inatosha kujua ya kwamba hawezi kuwa mke wako, hata kama mkioana. Nimeandika kitabu cha Usichojua kuhusu wanaume. Miongoni mwa sifa waliopewa wanaume, hawapendagi kufundishwa. We don't like to be told. Ukiona mwanaume amekaa chini anafundishwa, ujue ana jambo lake binafsi, sio jambo lako. You cannot teach a man. Sio wewe, hata Mungu mwenyewe anajua jinsi wanaume walivyowataka. Mwamba alilishwa tunda na mke wake, Mungu akaja, Adamu, imekuwaje? Akasema achana na mimi, uliza huyu mwanamke. Na tena wewe ndio ulimleta, sikukuomba. Soma Biblia yako vizuri, ninakuhakikishia kama Mungu angekuwa anatumia wanawake, aisee, Biblia ingekuwa ndogo sana. Wanawake walikuwa hawana shida. Akitokea na malaika anasema tu na iwe kama vile upendavyo. Wanaume walikuwa wanaaju na Mungu live. Wewe ni Mungu, mimi nani? Gideon, wewe ni mkuu. Ambia tulia, mimi sio mkuu. Sio mkuu. Kama vipi hii ngozi ikae hapa, pawe pakavu, kwingine kuna umande. Naenda kulala, nitakuja kuangalia. Anaondoka. Kesho asubuhi anarudi. Umefanya. Tulia. Hapa sasa kwenye ngozi pawe na umande, kwingine kukavu. Naenda kulala. Na Mungu anafanya, anajua vichwa vya wanaume. Huniburuzi, hunifundishi, hunitawali. Yaani kifupi ni kwamba kama wewe ni mwanaume, alafu ukipelekwa huku unajaa, ukipelekwa huku unajaa, ukivutwa huku unajaa, usioe, utakufa.